Yeye ni mratibu wa mradi wa Ahadi wa shirika la Baba Watoto, ambalo ni shirika la kusaidia vijana kufikia ndoto zao, na tutazungumza zaidi kuhusiana na mradi wa kuwaelimisha vijana na kujifunza juu ya afya ya uzazi ili kujikinga na magonjwa pamoja na mimba za utotoni, bila kusahau kuhusiana na masuala ya uwezeshaji kiuchumi. Tutayagusia hayo yote, na huo ni mradi ambao unafanyika katika kata 18 za wilaya Ubungo na Ilala ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana Makame. Okay, ninashukuru sana ndugu mtangazaji. Na hapa tuanzie hapa. Kwa nini baba watoto? Yani baba watoto. Historia ni ndefu. Kwanza shirika letu la Baba Watoto limeanzishwa mwaka 2006 na mwanzilishi mkuu anaitwa Mgunga Mwamnyenyelwa, ambapo yeye ndio aliyoanzisha ile shirika la Baba Watoto. Lengo kuu hasa ni kuweza kuwasaidia wale vijana ambao wapo katika mazingira magumu. Na kipindi kile huyu Mgunga alikuwa anaishi maeneo ya Mburahati, ambapo wizi, ubakaji na vitu vingine, zile crimes ambao vijana wanafanya zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa akipita mitaani na kuweza kuwapa watoto baadhi ya vitu au vijana, kwa mfano kama pipi, wakati mwingine t-shirt na vitu vingine. Kwa wale watoto wakaanza kumlebo, kumuita baba watoto, baba watoto, baba watoto, kwa maana kwamba anavorudi kazini kuna zawadi anakuwa anawapa. Kwa baba watoto imeanzia hapo, kwamba yeye walikuwa wanamtafsiri au wanamuona kama baba, kwa vile tayari alishaanza kuweza kutoa misaada, kuweza kutoa vitu na vitu vingine. Kwa hiyo ilianzia hapo. Kwa nini tunasema baba watoto? Kwa sababu watoto wenyewe na vijana wenyewe walianza kuita baba watoto. Kwa yeye akafikiria badala ya kutafuta jina jingine, kwa jina tu ni bora niendelee kulitumia hili ambao ni baba watoto. Na sio baba watoto ile ambayo mke anamuita mumewe nyumbani. Sio baba watoto. Hii sio, ingawa wakati mwingine inaleta wakati mgumu. Kwa mfano upande kwa wanaume, ukimwambia mimi naitwa Makame, natokea shirika la Baba Watoto. Kwa hiyo sasa mimi ni save vipi kwa mfano kwenye namba yangu ya simu? Kama wakati wengine ndio maana pili nikakuachia wewe. Inaleta big challenge, hususan kwa mama ambao wana waume. Sasa kwa mfano wewe ukipiga simu wakati mimi niko nyumbani, baba pale anaona unasema Makame baba watoto, kidogo inaleta sitofahamu. Sawa. Basi kwa kufahamu hilo tuangazie kati ya miradi ambayo mnaifanya ni hii ya afya ya uzazi kwa vijana. Ni miradi ambayo imekuwa ikisikika na ikifanyika sana na taasisi mbalimbali, mashirika wakilenga huko. Utofauti wenu katika kufikisha elimu ya namna hii ama katika mradi huu ni upi? Asante. Sisi tunatumia vijana wenyewe, tunasema ile peer to peer education, kwa maana kwamba tunavyoenda kwenye ngazi ya kata tunakutana na vijana ambao hawa tunawaita mapromota. Hawa tunawatrain kwenye mada mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya afya ya uzazi. Baada ya kuwatrain wa vijana, tunawapa assignment, tunawapa kazi waende wakatafute au wakakutana na vijana wengine. Kwa kule wanakuwa wanatengeneza makundi ambayo tunaita Ahadi Group. Kwa kwenye yale kundi moja nitakuwa leo na vijana ambao wasipungue vijana 20, na wale vijana tunachagua au wao wenyewe wanachagua kijana kiongozi ambao tunamuita lead adolescent. Kwa huyu kijana ambao ni peer educator au wengine wanamuita promoter, anakuwa anakutana na vijana viongozi, anawapa mafunzo mbalimbali. Wale vijana viongozi wanaenda kwa vijana wengine wanawapa elimu. Kwa hiyo njia ambayo tunatumia kwanza ni ile peer to peer, lakini sasa kuna huo mnyororo. Lakini kitu kingine ambacho sisi tunafanya, pengine inawezekana pia kinaonekana kidogo ni tofauti na miradi mingine, sio tu kwamba kijana anaishia pengine kupewa hii elimu ya masuala ya afya uzazi. Kijana ana changamoto nyingi. Kwa mfano baada ya kusoma, wakati mwingine tunakuwa tunachagua wale vijana ambao tunaona wamebadilika, basi tunakuwa tunaunganisha na vyuo vya kati, vyuo vya ufundi. Kwa hiyo lakini kabla ya kwenda kule lazima awe amehudhuria zile session kule kwenye ngazi ya kata, and then tumuone kwamba kweli amebadilika, alikuwa anahudhuria vizuri na vitu vingine. Kwa baada hapo tunaunganisha na vyuo vya kati, lakini kabla ya kumpeleka kwenye chuo cha kati tunakaa naye, tunampa kidogo elimu, na wakati mwingine tunakuwa tunatafuta wataalamu waweze kuwaandaa hawa vijana kisaikolojia kabla ya pengine kuweza kufanya maamuzi kwamba mimi kozi gani ambayo naweza nikachagua. Kwa sababu anapokuwa mtaani kuna vitu vingi anakuwa anavifikiria, mimi kwa nini sisome kitu fulani, kwa nini sisome kitu fulani.
Kwa kupitia wale wataalamu wanakuja pale, wanazungumza nao na wanawaambia kwa mfano kwa sasa ni kozi gani ambazo wewe unaweza ukasoma ambazo ukitoka hapo una uwezo wa kitu kufanya au una uwezo kupata ajira. Kwa hiyo pale ina maana sasa ile mindset yake inaanza kubadilika. Kumbe mimi nilikuwa nafikiria pengine kusoma kitu fulani, kufanya kitu fulani, lakini kwenye market hicho kitu hakipo. Kwa hiyo inawezekana pengine mimi nikasoma nikapoteza muda na baadaye nisipate chochote. Kwa hiyo sisi lakini kupitia mradi wa Ahadi tunasisitiza zaidi au interested zaidi kumuona kwamba kijana anasimama mwenyewe, kijana anajiajiri. Ikishindikana basi pale ndo anaweza akatafuta ajira. Na tunao hao vijana ambao wamefanikiwa kwa kweli, tunashukuru Mungu kupitia mradi wa Ahadi. Sawa. Mnawapataje sasa hawa vijana, kwa sababu msema ni vijana ambao wanaishi katika mazingira magumu, mazingira hatarishi? Baada ya kupata kibali kutoka TAMISEMI tunapitia halmashauri, tunaenda mpaka kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo pale tunajitambulisha, tunaongea na watendaji kata na maafisa maendeleo, maafisa ustawi. Baada ya hapo sasa wale wanatusaidia kuweza kuwaita wazazi, kuwaita walezi, kuwaita kaka na vitu vingine. Kwa tunatoa taarifa kwa njia hiyo. Kwa baada ile taarifa, baada sisi kupata nafasi kuzungumza na wazazi, basi sisi tunajielezea sisi ni nani, tunatoka wapi. Tuna mradi ambao unaitwa Ahadi, unafanya kazi na vijana wenye umri kati ya miaka 10 mpaka miaka 24. Kijana utamsaidia vipi, utamnufaisha vipi? Je, kijana akiingia hapa ni kitu gani ambacho anaweza akajifunza? And then tunawaambia tuna nafasi kidogo ambazo sio nyingi kuweza kuwasaidia vijana kuunganisha na vyuo vya kati, lakini vile vile kuweza kuwawezesha kiuchumi. Lakini pia tunapata nafasi ya kuzungumza na taasisi za fedha. Pia wao vijana tunawapeleka kule, tunawaita watu kutoka kwenye mabenki na taasisi nyingine, wanazungumza nao. Kwa wanakuwa wanawapa ile elimu ya masuala ya fedha na kuweza kuelewa product tofauti au mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mabenki, ili kijana aweze ku make decision yeye mwenyewe. Kwa hiyo namna gani tunawapata? Tunaanza kwenye level ya kata. Level ya kata tunakutana na wazazi, tunazungumza na wazazi, lakini wakati mwingine pia tunakuwa tunawatumia wale viongozi wa serikali za mitaa, wajumbe, watendaji na watu wengine, lakini pia kuna wale wajumbe wa mashina. Kwa unapokutana nao wale inakuwa ni rahisi kuweza kupeleka zile taarifa na vijana. Basi wanakuja vijana wengi na wana vitu vingi, wana mambo mengi. Kwa tunakaa nao, baada hapo tunaanza kuwapa hiyo elimu ya masuala ya afya uzazi. Kwa ni muhimu sana kwanza kuweza kumpa elimu, kwa sababu kijana alikuwa hana kitu chochote anachofanya, yuko tu nyumbani. Wakati mwingine anakuwa haelewi, yani kama amechanganyikiwa. Sasa mimi ndo nimeshashindwa kusoma. Ni kama amefika mwisho. Nimeshashindwa kusoma. Yani ni kitu gani ambacho naweza kufanya? Kwa unavyoenda pale, okay, anahisi kama kuna mwanga fulani, ngoja nijaribu kwenda huko kwenda kusikiliza ni kitu gani ambacho pengine naweza nikafaidika. Kwenye umri miaka 10 hadi 24. Huyu miaka 10 bado ni mtoto. Kati ya vitu ambavyo kuna umri ambao mmeutenga, licha ya kwamba mradi wenu unajumuisha makundi hayo, lakini tukumbuke hawa angalau wameshakuwa watu wazima, lakini hawa bado ni watoto. Mnawatofautishaje hawa walio katika kundi la utoto? Mnawapa elimu ya namna gani? Nimezungumza umri wa miaka 10 mpaka miaka 24 kwa sababu pia huu mradi pia unakwenda kwenye mashule. Kwa sio tu nje ya shule, lakini wale ambao nje ya shule wengi ambao tunakutana nao wanaanzia miaka 15, 16 mpaka miaka 24. Na tukikutana na kijana au mtoto ambaye ana miaka 10 na miaka 9 anakuja kwenye makundi yetu, tunakaa naye, tunamuita pembeni, tunamuuliza, wewe una shida gani? Unaitwa nani? Mama yuko wapi? Baba yuko wapi? Kwa sababu tunaelewa huyu anapaswa kuwa shule, sio kuwa huko. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba huyu mtoto anatakiwa apate elimu. Kwa hiyo tunazungumza na watu wa kata, kwa mfano afisa ustawi, afisa elimu, kuhakikisha kwamba yule mtoto anakwenda shule. Kwa priority kwa hawa miaka 10, miaka 11 lazima warudi shule. Wale miaka 15 tunaamini wengine wanakuwa wameshamaliza darasa la 7 ama hivyo vingine. Kwa hiyo nimezungumza miaka 10 kwa sababu huu mradi pia unakwenda mashuleni na tumewatrain walimu. Kwa walimu wanakutana na wanafunzi kule mashuleni. Kwenye swala la kuunganisha na elimu ya chuo ya vyuo. Ndio. Hapa napo hebu tufafanulie kuwaunganisha kwa namna gani? Mnawawezeshaje au mnawapa tu wewe sasa kwa sababu umeshaonyesha mwelekeo, hebu tunakuunganisha na huyu mtamalizana, ama mnafanyaje? Okay. Sawa, sio jambo rahisi na kutokana vile kwamba resources sio za kutosha. Lakini kupitia wale viongozi wao ambao mapromota wao wanakuwa wanatusaidia, kwa sababu hawa vijana
tunakuwa tunatumia attendance, kwa maana kwamba fomu ya mahudhurio, lakini vile promoter tunamuongoza ni kwamba hebu jaribu kuangalia vijana ambao unaona kwa mfano huyu tukimchukua tukimpeleka chuo cha kati kweli anaweza akatupa matokeo ambayo sisi tunatarajia, kwa sababu mwingine unakuta pengine anakuwa haelewi, unaweza ukamchukua kumpeleka kule basi kidogo asifanye vitu vizuri. Kwa hiyo tunaangalia kule kwenye ngazi ya mtaa, kwenye ngazi ya kata, wakati wale wanahudhuria kwenye zile sessions zao, kwenye zile mada zao, kwa unaona kuna vijana kweli wako willing, wako tayari, wametransform, kwa tunawachagua wale. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo tunakuwa tunaangalia, kwanza mahudhurio, lakini at least kwamba jingine aweze kuonesha kwamba mabadiliko ya tabia. Mwanzo unamkuta kwa mfano wengine unakuta yuko rough, lakini baada ya muda unakuta anabadilika. Wengine anakuwa haeleweki, lakini baada ya muda anakuwa anabadilika. Kwa hiyo zinapokuja zile nafasi za kuwezesha kiuchumi, kwa hiyo zinakuwa tunaongea na promoter, anatuchagulia, lakini zinakuwa zinafanyika kwa uwazi, kwa sababu ukimchagua fulani hujamchagua anakuwa haelewi. Kwa hiyo tumemchagua fulani kwa sababu 1, 2, 3, na wale vijana wengine wanakuwa wanajua, wanakuwa wanaelewa. Okay sawa. Je, kwa mfano ikitokea nafasi nyingine, basi na wewe kama utaonekana kweli umebadilika, basi utapata nafasi. Kwa hiyo tunaanza kwenye ngazi ya kata. Baada ya hapo sisi tuna makubaliano na baadhi ya vyuo vya kati. Kwa hiyo lakini kabla kuwapeleka kwenye vyuo vya kati, kama nilivyosema mwanzoni, tunawaandaa hawa vijana kisaikolojia. Kwa kuna mada mbalimbali za ujasiriamali, masuala ya biashara, lakini vile kujitambua, kujielewa, kuwa tayari kukamata fursa. Kwa anakuwa anaandaliwa, na wakati mwingine tunawaita mpaka viongozi wa dini na watu wengine mashuhuri waweze kuongea nao. Kwa hiyo Makame, waweze kuwa inspired. Unataka kusema kwamba hawa vijana ambao wamepitia utaratibu wote uliousema mpaka mnawakutanisha na hivyo vyuo vya kati, nyinyi ndio ambao mnainjinia kila kitu, kwa maana ya yule yeye kazi yake ni kwenda tu kusoma amalize shughuli? Actually sisi ndio tuna engineer kila kitu. Yani kwa mfano tunamsaidia huyu kijana nauli, tunahakikisha kwamba nauli ambayo tunampa ana uwezo kutoka nyumbani kufika mpaka chuoni, na akapata pesa nyingine ambao kwa ajili ya kujikimu swala mengine muda wote ambao anakuwa chuoni, kwa mfano chakula na vitu vingine vidogo vidogo. Lakini pia tunamlipia ada na tuna make sure kwamba huyu kijana baada ya kumaliza anapata certificate. Sawa. Lakini hatuishi hapo. Kuna baadhi ya vyuo ambao tayari tuna makubaliano nao, wameingia mikataba na baadhi ya taasisi za kuajiri. Kwa hiyo kuna wengine wanapata hizo fursa, wanakuwa wanaajiriwa. Lakini wale wengine wanakuwa wanajiajiri wenyewe, na tunao hawa ambao wamejiajiri. Ni muda mrefu mmekuwepo kuanzia 2006 kama ambavyo umesema mpaka hivi sasa. Kwa nini mradi wenu upo kwenye wilaya hizi mbili tu, Ubungo, Ilala, ambao mnautekeleza kwa sasa kwenye kata 18? Huu mradi umekuja kwanza, umeanza kwenye majiji makubwa, mradi wa Ahadi, na umeanza Dodoma, lakini vile vile uko hapa Dar es Salaam. Na kuna tafiti ambayo imefanyika kwamba hawa vijana ambao wapo katika majiji wana changamoto mbalimbali, hizo za afya uzazi, wengine wanaingia katika biashara za ukahaba, madawa kulevya na vitu vingine. Kwa hiyo umekuja kwamba kwanza kama pilot, hebu tuone kwa mfano tukiwasaidia vijana, je, wanaweza kubadilika na vitu vingine. Lakini sisi ni shirika la baba watoto, lakini pia kuna shirika jingine ambalo linaitwa Kiwohede. Kwa hiyo tumegawana hizi halmashauri. Kiwohede wapo Kinondoni na Temeke, sisi tupo Ubungo na Ilala. Kwa hiyo kwa sasa tupo katika halmashauri hizo kubwa 4. Kipindi kile mwanzoni kuna feasibility study ilifanyika, Kigamboni haikuingia kwa sababu ya population, na hakuonekana kwamba vijana wengi ambao pengine wapo katika riski hizo za magonjwa na kutumia madawa kulevya na vitu vingine. Lakini tunaongea na viongozi wa serikali, wanatuambia kwa nini hamjafika Kigamboni, kwa nini hamjafika Kigamboni. Kwa kuna tafiti ilifanyika nyuma huko, ndio maana tumeanza katika hizo halmashauri 4. Lakini tunayo nia tuweze kufika mpaka Kigamboni, lakini pia mpaka Dodoma, lakini pia mradi unafikiria pia kwenda katika majiji mengine makubwa, kwa mfano Mwanza, Arusha na naam. Hawa ambao mmewawezesha hawa kapata elimu hiyo, kwa maana ya kuwasaidia, anapokuwa amemaliza, amepata ujuzi wake, sasa kuna wale ambao wataajiriwa kama ulivyosema, kuna wale ambao wanatamani kujiajiri. Nafasi yenu ikoje sasa kuhakikisha kwamba huyu anajiajiri? Maana yake kwamba lazima awe na mtaji, awe na vifaa. Kama tunacho njia ambayo tunaitumia kuweza kuwasaidia hawa. Baada ya kupata, tunawapa kwanza elimu ya masuala ya ujasiriamali, lakini vile vile tunawapa mitaji midogo midogo, lakini hiyo mitaji inatoka kwa njia ya vikundi, ambapo kwa sasa
tunawapa shilingi 200,000. Lakini kabla ya kuwapa mitaji, hawa vijana wanajiandaa. Tunawaambia watengeneze, tunawafundisha namna gani ya kuweza kutengeneza mipango biashara kwa ile shilingi 200,000. Kwa anatengeneza mipango biashara, sijui pesa anzia, pesa kwa ajili ya material, kwa ajili ya nini. And then anaweka mchanganuo, na tunawatumia hao watu wataalamu, wanakuwa wanawaelekeza kwamba mimi nikipewa 200,000 nitanunua kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Hii nyingine nitanunua kwa ajili ya material, and then nitaanza biashara. Kwa hiyo akipewa ile pesa tayari ana mpango biashara ambao sisi tunaona kweli huu unaweza ukamsaidia. Lakini kabla ya kuwapa hiyo mitaji ya shilingi 200,000, hawa wanawasilisha hii mipango yao biashara. Kwa tunawaita watu, kama kuna kama panel, kwa mfano tunaongea na watu, maafisa maendeleo, wakati mwingine watendaji wa kata, wakati mwingine pia tunashirikiana na watu wa SIDO. Wanakuja wale vijana, wanavyo present, wanakuwa wanasikia ile mipango biashara, and then wale maafisa maendeleo na watu wa SIDO wanatoa maoni yao. Wewe kwa nini unaamua kufanya kitu hicho? Wewe ukifanya hivi itakuwa hivi. Kwa wanakuwa wanawaelekeza waweze kutengeneza vizuri ile mipango biashara na kuweza kuwatanua. Yaani wewe kwa mfano umesema unataka pengine ununue maziwa. Kwa nini usiende kununua maziwa kawaida? Pengine anafanya biashara pengine ya mtindi. Anasema mimi nikanunue tu mtindi moja kwa moja. Kwa anamuelekeza kwa nini usifanye hivi? Pengine utapunguza hizo gharama kingine. Sawa. Kwa hiyo swala la msingi ni kuwaandaa vijana, sio tu kuwapa hiyo mitaji. Muda unatukimbia sana. Okay. Mpaka sasa changamoto gani mmekutana nazo na mnaona kabisa kwamba kama taasisi hili bado linawarudisha nyuma? Changamoto ya kwanza, tuna idadi kubwa sana ya vijana ambao wanahitaji hizo hela kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo sisi tunao mradi, lakini unakuta haufikii ile namba kubwa. Kwa mfano kwa sasa tuna takriban vijana 3,000, lakini vijana ambao kwa mfano wamefanikiwa kwenda vyuo vya kati yani wapo kwenye 200 na kitu. Sasa kwenye 3,000 unaona sasa hiyo namba ilivyo. Lakini pia tulifikiria njia nyingine ya kuweza kuwafikia vijana, kuweza kuwezesha kiuchumi. Kwa hiyo tukawa tunawafuata kule kwenye ngazi ya kata, kwenye mitaa. Kwa hiyo tunawapa elimu ya ujasiriamali, lakini pia tukawa tunanunua vifaa. Yaani wewe tunakufundisha kwa mfano namna gani ya kuweza kutengeneza sabuni. Baada ya hapo wanakuwa kama kikundi, tunanunua vile vifaa, vinakuwa extra. Kwa hiyo vichache tunatumia kama demo, vile vingine tunawapa endelezeni kuweza kufanya biashara. Kwa hiyo tumewafikia hao vijana 200 kwa njia hiyo, na hao wengine ambao wameenda VETA na sehemu nyingine wanafika. Kwa hiyo takriban tuna kama vijana 400 mpaka 500 ambao tumewezesha. Lakini sisi tuliroll vijana 300, vijana 3,000. Sasa kwa unakuta resource bado ni changamoto, ingawa na sisi bado tunapambana tuone namna gani tunaweza tukawasaidia. Lakini pia wakati mwingine hawa vijana wenyewe unakuta unakaa nao, unawapa elimu, lakini baadaye unakuta anarudia katika hali ile ile. Kwa hiyo pia vijana nao pia wana changamoto zao. Kama tunavyozungumza, hawa ni vijana, wana vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye vichwa vyao. Umepata jambo hapo? Bila shaka nalikosaje pili hapo maneno kama hayo. Vijana wanasema maneno kuntu. Tumalize hapa kidogo hili swala la tatizo la mimba za utotoni ambalo pia mnashughulika nalo. Mnalishughulikia kwa namna gani hasa? Sisi la kwanza tunahakikisha kwamba vijana wetu tunawapa elimu, tunakuwa nao karibu, lakini vile vile tunafanya kazi kwa ukaribu sana na ofisi za kata, maafisa ustawi. Kwa hiyo lakini pia tunazungumza na vijana wengine ambao tunaona kidogo ni wakubwa. Kwa hiyo once tu tunasikia kwa mfano kuna mtoto amepata changamoto, kuna mtoto yupo katika mahusiano, kwa hiyo tunakaa naye karibu, tunazungumza naye, na wakati mwingine pia tunawahusisha wazazi. Lakini sio tu swala la mimba za utotoni, pia kuna swala la ukeketaji. Kwa hiyo hapo vijana ambao wameweza kufanya jitihada, wamekimbia kuweza kukimbia changamoto ya kukeketwa. Na kwa nini? Kwa sababu tayari tulishawapa elimu, wakatambua kwamba hii kitu sio sawa kwangu, haitanisaidia. Kwa hiyo tupo hapo, lakini pia tunashirikiana na mataasisi mengine kuweza kuondoa hizo mimba za utotoni. Kwa elimu, lakini pia kuna na mambo mengine yako yanaendelea. Sawa.
Muda umekwenda, lakini wacha, kuna ujumbe mmoja hapa ni usome. Anasema mashirika ya kuelimisha jamii yanasaidia hasa kuhusu afya kwa vijana. Pia anasema nalipongeza shirika la Baba Watoto kwa kazi wanayofanya, watoe elimu zaidi ngazi ya familia na makundi yote shuleni na taasisi za dini. Ni Mtei wa Nyandekwa, Igunga. Mwingine akisema shirika hilo la Baba Watoto linasaidia vipi katika elimu ya ukatili, maana vijana wengi wanakutana na ukatili nyumbani ndipo wanakimbia kuelekea mitaani. Anaitwa Nasma, anapatikana Kibaha. Kwa ufupi sana tunapokamilisha. Ni sawa. Kwenye swala la ukatili pia tunafanya kazi. La kwanza tunahakikisha kwamba tunatoa elimu ya masuala ya ukatili, elimu ya masuala ya jinsia, lakini pia tuna program ambayo tunaita Baba Bora. Tuna watrain wa baba ambao wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo hawa baba bora wao wanakuwa ni mabalozi kuhakikisha kwamba endapo kwanza wanatoa elimu kule kwenye ngazi ya familia, na mara nyingi wanakuwa wanakutana na wababa. Kwa hiyo wanawapa elimu masuala ya ukatili wa kijinsia na vitu vingine na mambo mengine mbalimbali, lakini kuwaandaa mtoto wa kike aonekane kweli mtoto wa kike, mtoto wa kiume asimame kama mtoto wa kiume. Kwa hiyo wanakwenda kwenye ngazi ya jamii, wanafanya mikutano, hawa wanatoa hizo elimu kwa masuala mbalimbali. Lakini vile vile kwa mfano kama itatokea case, kwa mfano kuna ukatili umefanyika, basi yeye haraka anakuwa anafuatilia na kuhakikisha kwamba yule mtoto anapata huduma ambayo inastahiki. Kwa hiyo hatuko peke yetu, tuna hiyo component, lakini pia tuna viongozi wa dini pia tunawashirikiana nao kuhakikisha kwamba nao pia wanatoa elimu ya masuala ya ukatili, na kesi hizi zinavyojitokeza basi hawa wanakuwa ni mabalozi, wana identify na kuweza kufanya referral. Makame, tunakushukuru sana. Asante sana, ninashukuru pia. Haya, na ndivyo tunakamilisha mazungumzo yetu hapa na Rajab Makame. Huyu ni mratibu wa mradi wa ahadi wa shirika la Baba Watoto, shirika ambalo linasaidia vijana kufikia ndoto zao. Tumezungumza mengi sana, bila shaka msikilizaji utakuwa umefahamu kwa kina namna ambavyo mradi huu unafanyika na namna ambavyo unafanya kazi.